ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في ملأ الآن إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa hatuna budi tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa fadhila zake ametuhuisha na kwa fadhila zake akatupa neema kubwa sana ambayo haina mfano wake, nayo ni neema ya kutujalia sisi kuwa ni Waislamu. Neema hii huwezi kuilinganisha na neema nyingine yoyote. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia hivyo. Lakini tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye pamoja na hayo akatuwezesha kukimbilia misikitini wakati wa sala. Nayo ni neema kubwa sana, neema kubwa sana. Tukatekeleza ibada ya sala ya magharibi kwa jamaa nyuma ya imam. Ni neema kubwa sana ambayo thamani yake, kwa sababu hazionekani waziwazi, ni wachache ambao tunaoitambua. Lakini baada ya hapo Allah akatupa tena taufiki kwamba tuutumie muda huu, badala ya kushughulika na yale yaliyoko mitaani na barabarani huko, basi tukae hapa kuzungumza na kutanabishana na kukumbushana. Nayo ni neema kubwa sana. Wapo wenzetu wameondoka hapa, tukuwa nao msikitini, lakini kama utatoka utafuatilia, unaweza ukakuta kwamba wapo baadhi yao, sio wote, lakini katoka na wala ukiangalia huhisi kwamba kuna jambo kubwa ambalo limemfanya afanye nini atoke, lakini ametoka. Walio tutangulia mara nyingi sana ilikuwa kipindi hichi cha magharibi na isha, kwa sababu ni kipindi kidogo kifupi sana, lakini ndicho kipindi kifupi zaidi cha sala, kati ya sala na sala. Mpaka baadhi ya wanawazuoni wanaona kwamba wakati wa sala ya magharibi ni mudayyak, ni finyu. Ni nini? Ni finyu. Wanawazuoni wanaangalia kwamba nyakati za sala zote ni muwasa, kwamba zina mwanzo na zina nini, zina mwisho. Na ndio ukisoma katika vitabu vya fiqh utakuta kwamba kuna wakati wanaoita kwamba ni wakati wa fadhila, wakati al-ikhtiyar, wakati al-jawaz, wakati al-darura na vitu vya namna kama hiyo. Lakini magharibi na isha, na wanazungumza baadhi wanachuoni na wengi jamhuri la ulama wanaona kwamba muda wake ni baada ya kuzama jua mpaka kuzama kwa ukungu mwekundu, shafaq al-ahmar, ndio nini, ndio muda wake swala ya isha. Ingawa Imamu Shafi'i katika kauli al-jadid, na ni kauli ambayo madhhabu ya Shafi'ia wanaitanguliza, wanaitegemea badala ya kauli al-kadim, wanatanguliza qadim. Kuna maswala kadhaa takriban 20 na kitu hivi. Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi
alikuwa na madhhabu al-qadim wakati yupo Iraq, halafu akawa na madhhabu al-jadid akiwa wapi? Misri. Na mwenyewe akasema kwamba niliyokuwa nimeyazungumza Iraqi sio tena utaratibu wangu. Utaratibu wangu ni unaozungumza nikiwa hapa wapi? Nikiwa hapa Misri. Lakini kwa sababu madhhabu yeye ni muassis, madhhabu ni muassis, ameweka misingi, yeye anabaki kwamba ni mweka misingi, lakini wanazuoni wameihudumikia madhhabu kulingana na misingi ile, na wakaangalia dalili, wakarajihisha, wakafika mahala kuna baadhi ya masuala kama 20 na kitu hivi, wakasema kwamba qaulul qadim ndio arjah, kwa hiyo ndio mu'tamadi katika madhhabu kuliko kauli nini, kuliko kauli al-jadid. Katika kauli al-jadid ya Imam Shafi anaona kwamba wakati wa magharibi ni mudayyak, ni finyu, ni wakati tu mtu kuasi ya kuaziniwa na watu, mtu akachukua udhu, akiweza akasali rakaa nyepesi, akasali magharibi na akasali rakaa mbili, muda umefanya nini, umemalizika. Na Imam Shafi alirajihisha kauli hii kutokana na kwamba Jibril alayhi salam, hadithi sahiha zinaonyesha kwamba wakati akimfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sala siku zake mbili zile za mwanzo, akamfundisha wakati wa mwanzo wa sala na wakati wa nini, wa mwisho wa sala. Sala ya magharibi nyakati zote, siku zote mbili alisali katika wakati mmoja, na akamwambia huu ndio nini, wakati wa nini, wa sala. Kwa Imam Shafi akachukua kauli yake, akaona kwamba bana, wakati wa magharibi nini, mudayyak, na wala si nini, si mwasa. Sasa wanazuoni walikuwa wakati huu kikawaida, si wakati ambapo wanakwenda labda kupiga story, walikuwa muda mwingi sana huutumia, wanazuoni wema huutumia kubaki msikitini. Mtu ni wakati wake wa wirdi wake ya Qur'ani, ni wakati wake wa kusikiliza darasa, ni wakati wake, walikuwa wanafanya hivyo. Zama hizi tulizokuwa nazo, hayo mambo yamekuwa ni nini, ni finyu kwa watu kujiwekea utaratibu wa namna kama hiyo. Mtu akiona kwamba hana wakati, hana jambo la kufanya, basi atakwenda kukaa sehemu aanze kupiga story. Lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatupa taufiki kwamba tukaacha yote hayo, tukasema kwamba tukae hapa tuje kusikiliza kile ambacho kitakachosema. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki hiyo, kwa sababu si tu kwa sababu ya uhodari wetu, ujanja wetu, au kwa sababu imani zetu ni madhubuti sana. Si hivyo, ni taufiki tu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiq illa billah. Ndugu zangu katika imani, vile turudishe shukrani kwa ndugu zetu wa jukwaa la vijana. Kwa kweli huu taratibu wa kwamba kila mwezi walao kupata fursa ya kukumbushana katika maeneo tofauti, kwa kweli ni jambo ambalo kwamba ni zuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuagiza kutuambia kwamba fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha, hakika ukumbusho huwasaidia, huwanufaisha wale waliokuwa nini, ni waumini. Kwa hiyo kuandaa utaratibu huu watu wa jukwaa na kushirikiana na wenzao tamsia, kwa kweli jambo ambalo kwamba linafanya nini, linafurahisha kwamba kuwa na utaratibu wa namna kama hii. Kwa mujibu wa barua ni kwamba mnasaba huu ndani ya mwezi huu, mwezi wa mfungo 6, ni mwezi ambao kwamba katika kauli miongoni mwa kauli mashuhuri sana ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa ndani ya mwezi huu. Tukumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzaliwa kwake kuna mambo ambayo ni muttafaq alayhi, kuna na mambo mengi ni mukhtalafu fihi. Wanazuoni wamefanya nini, wametofautiana. Katika vitu ambavyo kwamba ni muttafaq alayhi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa Jumatatu. Hii haina nini, haina khilafu kwamba alizaliwa siku ya Jumatatu. Lakini katika tarehe katika mwezi ni vitu ambavyo kwamba ni nini, ni mukhtalafu fihi. Na katika kauli maarufu sana ni kwamba amezaliwa ndani ya Rabi' al-Awwal, ndani ya mfungo 6 sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa
hakujulikana kwamba atakuwa nani. Kwa hiyo na siku hizo watu walikuwa utaratibu wa kusajili tarehe ni utaratibu wa kuangalia tu matukio fulani. Na ndio maana hata yeye tunaambiwa kwamba alizaliwa amul fil, mwaka wa nini? Mwaka wa tembo. Mwaka wa tembo vipi? Kwa ndio ulikuwa utaratibu wa nini? Wa kalenda. Kalenda zilikuwa zinaangalia nini? Matukio. Ulimwengu mzima ulikuwa ni hivyo. Hata nchini kwetu huku, maeneo ya kwetu huku, ilikuwa zama hizo watu wanaangalia tukio kubwa, kumetokea mafuriko, mwaka wa mafuriko. Kukitokea njaa, mwaka wa nini? Wa njaa. Kutokea mvua, mwaka wa mvua. Kutokea jua kali na ukame, mwaka wa ukame. Shughuli imefanya nini? Imemalizika. Na kupigia kalenda hiyo yanakuambia kwamba fulani yule bwana ana umri wa miaka 50 sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu alizaliwa miaka 2 hivi kabla ya mwaka wa ukame. Kabla ya mwaka wa ukame. Kwa mwaka wa ukame washapiga mahesabu kwamba tokea mwaka wa ukame mpaka sasa ni miaka 40. Kwa hiyo kama alizaliwa miaka michache kabla ya hapo, kwa hiyo huyu mtu ana umri zaidi ya miaka mingapi? Miaka 40. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli maarufu alizaliwa amul fil. Na wako wanazuoni ambao wanaona kwamba alizaliwa kabla ya amul fil kwa miaka kadhaa, mpaka wengine wanafikisha miaka 10 kabla amul fil. Na wengine wanaona kwamba ndio mwaka ule amul fil ndio ambao alifanyini aliozaliwa. Tukio hili la tembo. Tembo yupi? Tembo ambaye alikuwa anaongozwa na majeshi yaliyotokea Yaman, ambao Yemen ilikuwa kipindi hicho ikitawaliwa na Wahabeshi. Kwa hiyo mtawala wa Kihabeshi ambaye alikuwepo Yemen alipodhazimia kwenda kuivunja Al-Kaaba, alikuwa katika wanyama. Kipindi kile ilikuwa wanyama ndio watu wanaopanda zaidi. Kwa hiyo mnyama miongoni mwa wanyama aliokuwa akipanda ilikuwa ni hawa tembo. Kwa hiyo wakawa wamekwenda na tembo wao kwa ajili ya kuivunja nini? Kwa ajili ya kuivunja Al-Kaaba. Sasa huu mwaka na tukio lile la tembo ukaitwa kwamba ni amul fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hii sura inazungumzia kisa hicho. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli maarufu alizaliwa katika mwaka huo, na tumesema kwamba kuna khilafu. Na tarehe vile vile wanawazuoni wanatofautiana kuhusiana na tarehe. Na tarehe ambayo kwamba ni maarufu sana ni tarehe 12 mwezi wa mfungo